alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehema na amani zimwendee kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku nyingine ambao tumefika katika viwanja hivi, lengo na makusudio kubwa huwa tunafika katika huu uwanja ni kufikisha kilima cha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, na kuwahusia wanadamu kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa sababu sisi wanadamu hii ardhi tuko wasafiri, yani kila wakati tunaweza kuondoka katika hii ardhi, na bora katika wanadamu ni yule ataondoka hali ya kuwa anamcha Mwenyezi Mungu na anafanya matendo mazuri. Hayo ndio yatakao kusaidia. Mimi wananiita Salim, sijui wewe wanakuita nani? Mimi naitwa Oyomba. Oyomba. Muislamu, Mkristo? Oyomba Mkristo. Mkristo. Asante. Hebu weka swali yako Oyomba ndio tuweze kulipata vizuri. Swali langu ni leo labda ni tofauti kidogo na maswali mengine hapo nimeuliza mbeleni. Hamna tatizo. Maadamu swali ya dini ya siasa ndio aturuhusu. Lakini swali langu ni kuhusu malezi katika jamii. Naam. Namna tunavyowalea watoto wetu. Naam. Na namna vile tunavyoendelea wanakuwa kivipi kimaisha. For example, mimi ni mzazi, si ndio? Haya, nimeenda town, nimerudi na vitu kumpatia mtoto wangu achezee. Toys, tunaita toys. Mtoto wa kiume namletea bunduki, toy ya kiume. Nampatia. Yule wa kike namletea doli. Is it the right way? Hiyo malezi inakuwa namna gani hapo nyumbani? Because I have some kind of reason ya kwamba ikiendelea namna hiyo, maana yake tumeona filamu nini watoto wanauana, vitu kama. Kwa hivyo what I'm planting in a child ni kwamba kuna kifo na kuna kupata mtoto mdogo, unachamwambia kwamba yeye atapata mtoto, atazaa akiwa kitu fulani. Then right. Hayo kupatia mtoto doli sijui nini, hiyo kwanza ni watu wametengeneza wakaleta hizo doli. Unaona Na saa hii katika ile karne ambayo tuko kuna exposure sana ya watoto kwa sababu ya hizi mambo ya TV nini, program nyingi zimewekwa ambao zingine ni za kuharibu watoto na nini. Hata hizi program za cartoon na nini zingine zinaharibu watoto. Unanipata vizuri So ni vizuri katika mtoto kwanza umwangalie mazingira yake, kwanza msomeshe dini kwanza. Ule mtoto aifahamu dini. Akifahamu dini, haya mengine yatakuja yameingia pole pole. Pili, mtoto unajua sasa uwezi kumfunza vitu vingine ambao hijafika age yake. Kama ni mtu mzima inakubaliwa, hata kama ni mambo ya shooting, kuna sehemu unalipa unaenda unafanyia hizo shooting, kama ni ya bunduki, kama ni ya nini, serikali wameprovide sehemu ziko. Unapata vizuri So kila kitu inaenda na age mate venye inaenda. So zingine hizi ambao malezi watu wanafuata ni ya kizungu. Unaona, kwa sababu wazungu walicolonize, ndio unaona watu wengi wanafuata hizi makatuni na nini, na makatuni pia inakuwa ni elimu wanapitisha kwa mtoto. Ndio unaona mtoto hata analilia sana aone ile katuni. So katuni zingine sio program nzuri. Pia kumletea mtoto doli sijui nini, ni vitu ambao mimi upande wangu sioni kama ina nini yoyote. Ni vizuri ule mtoto mletee kitu ambao inaweza mfunza, yani kitu ambacho kinaweza mfunza. Kwa mfano ukimletea kama gari hivi, unaona kitu kama gari hivi, atakuwa na ile mind gari na nini, atakuwa na mentality ya kuwa na gari. Na ndio unaona wengine wanafunguanisha hiyo gari aone nini iko ndani na nini na nini. So ni kama unamlea vizuri. Ukienda China kwa mfano nikupatie vizuri, China watoto wengi wanafundishwa hata kutengeneza vitu wakiwa watoto wadogo. Mtoto akifika 10 years, 15 years anajua hata kutengeneza, ndio wanatengeneza hizi toys zinakuja hapa wengi wao. So ule mtoto ameanza kufunzwa kitu ambacho kitamsaidia katika maisha yake. Sio vitu za kucheza tu peke yake, hapana. I think you are not okay, that's why you have elaborated somehow, but I'm asking, hiyo ni sawa umenieleza, hiyo ukileta gari. Na je, nikileta toy bunduki, nimpatie mtoto namfunza nini? Kwani unamfunza akadushi mtu? Hapana. Toa ya bunduki hakuna mahali imesema unaenda kudushi mtu, hapana. Wewe umemletea ni mfano wa bunduki, hakuna mahali umemwambia aende. In the mind ni kwamba kuna wakati fulani mtu atakana auawe because ameshajua kuna bunduki. Bunduki sio ya kuua. Unajua ni watu wanatumia bunduki katika njia mbaya. Bunduki hakuna mahali imeandikwa ati bunduki ni ya kuua, hapana. Kuna mtu hata anaandikwa kwa polisi anakaa mpaka na retire hajaitumia bunduki kuua mtu. So bunduki sio ya kuua mtu. Bunduki ni ya kuprevent, yani kukitokea dharura inaweza ikatumika. Lakini bunduki hainunuliwi lengo na makusudi ya kuua watu, hapana.
Silaha iletwi kwa ajili ya kuua watu, inaletwa kwa ajili ya kudefend. Kukitokea dharura ambayo inahitajika itumike, ndio itatumika. That's why ukipata pesa katika nchi ya Kenya, unaenda hapa, I think ni hapa tu, hapa industrial area, unaenda una apply bunduki. Kwa sababu ya mali yako, unatoa nini, kuna zile vitu qualification wanaangalia, wanakupa bunduki na wewe ni raia. Unaenda unafunzwa namna ya kutumia ile bunduki. Hujapewa hiyo bunduki uende ukaue watu, hapana. Ni uprevent wakati umekuja ukavamiwa, unaweza ukaitumia wakati umevamiwa. So ile bunduki hujapewa na serikali uende ukaue watu. Polisi anapotrainiwa, hatrainiwi pia akapewa bunduki kwenda kupiga watu risasi, hapana. Na ndio unaona akimisuse bunduki anastakiwa na state. So lengo lake sio ya kuua watu, hapana. Usione kama ndio lengo makususa, hapana. Okay. Swali nyingine. Lete. Kuna wakati nilikuwa kienda kazini, lakini nilikuwa huyu. Walikuwa na ongea pale kuhusu swali fulani, lakini sikukaa nikangojea ikaenda namna gani. Kulikuwa na jamaa ka raise pale question. Akasema Muhammad alioa wanawake, na wanawake wakamtaabisha. Je, walimtaabisha kwa njia gani? Last question nilisikia nikitoka pale nikienda sijui walieleza namna gani, lakini nilisema hiyo nita revisit nijue ilikuwa namna gani. Asante sana. Walimtaabisha kwa njia ya aina gani? Kwa mfano kuna kisa moja 60 ngapi, usiharamisha aliyohalalisha Mwenyezi Mungu, mambo ya asali, hebu msomee. 65 65. Acha nikuonyeshe tu. Wanawake wana vituko, wanawake hawakosi vituko, kwa sababu wanawake sio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake walimfanyia vituko. Wanawake walimfanyia mtu anaitwa Nabii Yusuf alayhi salam vituko. Kama unajua kisa ya Nabii Yusuf, paka ikafika kiwango Nabii Yusuf anamuomba Mwenyezi Mungu ampeleke gerezani. Sijui kama nyinyi mnajua na kisa ya Nabii Yusuf alayhi salam. Nyinyi mnamuita sio Joseph, hizi ni mambo ya kutunga. Hii Joseph nini? Anaitwa Nabii Yusuf alayhi salam. Alifanywa vituko mpaka akaenda gerezani. So wanawake wana baadhi yao ndio hivyo, wana vitimbi, tunaita vitimbi. Wanawake. So kwanza Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia alipata hizi vitimbi viko. Sikiza ilikuwa namna gani? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na kurehemu. Ewe mtume, mbona kwa nini unaharamisha alichokuhalalishia Mwenyezi Mungu? Kwa nini unaharamisha alichokuhalalishia Mwenyezi Mungu? Hii kisa imekuja kuzungumzia kuhusiana na asali. Kuna kisa iliyotokea alipoenda kwa mke wake mmoja, akasema asali yanuka. Yaani ni kama anasikia harufu ya asali inanuka vibaya. Sasa ikabidi mpaka mtume anaiharamisha asali. Mungu akamkataza usiharamishe alichokihalalisha Mwenyezi Mungu. Piga fanusi yake yaelewe vizuri. Wanawake ni wanawake tu. Asikiza sasa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema katika hadithi zake sahihi kuwa hakutokea mwanamke aliyekamili katika kila kitu tangu ulimwengu ulipoanza mpaka utamalizika, isipokuwa wanawake wanne tu. Wa kwanza ni Bi Fatima, wa pili Bi Khadija, wa tatu Bi Maryam, na wanne ni Bi Asia. Basi hata hao wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa mara nyingi wakimtaabisha. Unasikia, hata wake wa Mtume walikuwa wakimtaabisha na mambo mengi mno. Kama hayo moja ilikuwa ni hiyo kisa ya asali. Mtume alikuwa ameiharamisha, Mungu akamkataza. Mbona unaharamisha alichokihalalisha Mwenyezi Mungu? Kwa sababu unatafuta radhi za wake zako. Wakaambiwa hapana, walikuwa wakimtaabisha. Kama hata wewe unaenda saa zingine unataabishwa, ndio hivyo. Akamwambia kama hii asali umesikia ikiwa labda na harufu mbaya sitakuwa na tumia tena. Ndio hapo Mwenyezi Mungu akamshushia aya hiyo sasa. Akamteremshia hiyo aya. Kwa sababu mtume akisema hatotumia, maswahaba watashika ile jambo wajue asali ni haramu. Kwa sababu maswahaba walikuwa wanafuata mwenendo wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume ndio kiigizo chema. Mtume ndio kiigizo chema. So angekataa, wote wangekataa asali. So Mungu akateremsha aya akamwambia hii asali haikuharamishwa, ni halali kula asali. So walimtaabisha na mambo kama hayo mengi tu. Wanawake wana vitimbi vyao. Kama wewe uko na mke unajua saa zingine ndio hivyo, na ndio unakaa unawavumilia sometimes. Ukikaa saa zote unataka ati kujilipisha kwa mwanamke, hautaweza hata kuoa. Wewe hutaweza kuoa. Wanawake wana vitimbi. So akileta hii kidogo unamvumilia, na wengine wako wale understanding wako. Wako wanawake understanding, na kuna wanawake ndio hivyo hali yao dhaifu kidogo, lazima ukae nao vizuri.
Okay, sawa. Swali lingine. Je, ikiwa mtu atakufa bila kuwa Muislamu, huyo mtu ataenda wapi? Mtu akifa bila kuwa Muislamu, hali yake ni mbaya zaidi, kwa sababu Qur'ani 3:85. Sikiza Mungu anasemaje. Mtu akifa bila kuwa Muislamu ni hatari. Kwanza Mungu ametukataza usikufe isipokuwa wewe ni Muislamu. Sasa ukifa ikiwa wewe si Muislamu, hali yako huko mwisho itakuwaje? Mungu anasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na anataka dini sio kwa Kiislamu, basi haitakubaliwa kwake. Asante. Naye akhira atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Mungu anasema wewe ukifa kama si Muislamu, siku ya mwisho utakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. So ukisikia kuna hasara mbele ya Mwenyezi Mungu, ni hasara ya kwenda motoni. So ukifa kama wewe si Muislamu, hali ya kuwa umesikia ujumbe, na ndio unaona tukimaliza kusali, tunatokea tunakuja hapa barabarani, tunawatangazia watu kuweni Waislamu kwa ajili ya kunusuru nafsi yao. Kwa sababu ukifa kama wewe si Muislamu, mwisho Mungu ataenda kukuweka motoni, hali ya kuwa ulisikia Uislamu ndio dini ya haki, Muhammad ndio mtume wa watu wote, na ukakataa kabisa ukapinga, basi Mungu atakuweka motoni kwa sababu ulipata haki na ukaikataa. Na ndio amesema Mwenyezi Mungu, yeyote anayetafuta dini isiyokuwa ya Kiislamu, basi atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa huko akhera. 3:102 Qur'ani. Mungu ametuonya tusijaribu kufa kama sisi Waislamu. Tena tunaambiwa Waislamu wote wataingia peponi isipokuwa yule ambaye hataki. Yani Muislamu ambaye hataki kuenda paradise ni yeye tu ambaye hataingia, lakini Waislamu wote wameahidiwa kuingia paradise. Yani ni wewe tu ufanye vitendo vizuri alafu uingie paradise. Yani wepesi, Uislamu tumefanyia wepesi na Mwenyezi Mungu, alhamdulillah kwa neema ya Uislamu. Sikiza 3:102 kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha, wala msife isipokuwa mmeshakwisha kuwa Waislamu kamili. Wala Mwenyezi Mungu anasema msikufe isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili, kwa sababu ukifa kama wewe sio Muislamu utaenda finali Jahannam. Kwa sababu umesikia la ilaha illa Allah, hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, na wewe ukakataa kumwabudu Mwenyezi Mungu, basi itakuwa ni hasara mno kwako. Kwa sababu lengo na makusudi tuletwa hapa duniani ni kumwabudu Mwenyezi Mungu. Leo ndugu yangu ukifa, ule mke wako unayempenda atakuja atachukuliwa na mwingine, atakuwa ni mke wake. Wewe unaoza kaburini. Ile nyumba yako nzuri umejenga, mwingine ataingia ataimiliki. Ile gari yako nzuri ulikuwa unatembelea, mwingine ataitembelea. Pesa zako ambazo ziko kwa bank, mwingine atazitumia. Jina yako inabadilika pindi tu roho inapongolewa kwa mwili wako. Watu wanasema hii mwili ya fulani, mwili ya Otieno tutaizika saa ngapi? Mwili ya Otieno itavalishwa nguo saa ngapi? Mwili ya Otieno itapelekwa nyumbani saa ngapi? Maana maiti, yani jina yako imebadilika hapo hapo. Ajabu, hata mfarume akifa, hata afanyiwe nini na ni mfarume, hawezi wekwa pale kwa kiti ya mfarume, hapana, inabidi aende azikwe. Manake dunia yake imekwisha, ndo hivyo. So mwanadamu lau angelijua chochote ambacho amekichuma katika hii dunia hakiwezi kukusaidia isipokuwa kile ulichotoa kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu. Yani wewe umetoa labda ukapatia watu wakachimba kisima, au ukasaidia mtu katika maisha yake alikuwa ako chini ukamnusuru akawa anajiweza, hayo yote utalipwa na Mwenyezi Mungu. Ukatoa sadaka ukawasaidia wanyonge, ukawatoa katika unyonge wao, Allah atakulipa. Umetoa sadaka kwa ajili ya kuisukuma gurudumu ya Uislamu kwenda mbele, Mungu atakulipa. Lakini yale umeacha wengine wataichezea. Yani mwanadamu hana chochote hii dunia. Wewe angalia, siku ya kwanza ulipozaliwa ulilia, sawa lakini siku utakayokufa watu ndio wanakuja kulia. Siku uliozaliwa ulioshwa ndio uvalishwe nguo, na siku utakayokufa utaoshwa ndio uvalishwe sanda. Yani huwezi jiosha. Namna ulivyozaliwa huku jiosha, ulioshwa na watu, hivyo hivyo ukifa ndio utaoshwa na watu. Yani dunia ndio hivyo. Ni kitu ambacho unaambiwa lau mwanadamu angeitazama akhera na dunia, angelijua akhera ndio bora kuliko dunia. So kuwa Muislamu, nusuru nafsi yako na moto wa Jahannam. Bila kuwa Muislamu utaenda motoni, na sisi hatukupeleki motoni. Allah ndio anasema wale wanaokataa aya zake Mungu atawatia motoni. Aje, is there any other way? Because kwa Biblia tunaambiwa kwamba Elijah alienda mbinguni bila kufa.
Je, ni lazima tukufe? Must we die ndio twende kwa Mungu? Kila nafsi itaonja mauti. Hakuna njia nyingine. Na huyo Elijah, Hata yeye atakufa, kama hajakufa atakufa. Elijah sio kwamba yuko kwa Mungu. Hayuko kwa Mungu, unaambiwa ako katika bingu. Na ndio unaambiwa litapigwa baragumu, watakufa viumbe vyote ambao wako binguni na wako katika ardhi. Wote, hata malaika watakufa. Malaika wenyewe watakufa. Yani kila nafsi itaonja mauti. There is no any other way to escape death. Na ndio naambiwa the game ambayo hakuna mtu anayeshinda ni game ya maisha. Lazima kila mtu atakufa. Uwe mzuri, uwe muovu, lazima utakufa. Kila nafsi itaionja mauti, lazima utakufa. Uwe mfalme, uwe wewe ndio unamiliki watu, wewe ndio unaamulisha uwa huyu, bakisha huyu, hata wewe utakufa. Wafalme wangapi hata hii nchi yetu ya Kenya unawajua walikuwa, leo hawako. Walikuwa kikohoa watu wote wananyamaza, hawako. Duniani kulikuwa na wafalme wakitajwa watu wananyamaza, wako wapi? Wako wapi akina Hitler? Waliondoka. Wako wapi watu walikuwa wanajigamba hii dunia? Wameondoka. Yani kila mwanadamu atapitia hiyo kifo. There is no way to escape death. Hiyo ndio njia Mwenyezi Mungu ametuwekea. Kila nafsi itaonja mauti, alafu ndio tutafufuliwa, kisha tutaenda kulipwa. Swali lingine ni je, wakati nimekufa, je, hii what tunasema, how do you call it, ya kwamba mimi nikufa nafanywa kesi, I don't know whether it's case or what, kuna kitu nafanywa hapo niende kwa Mungu. Je, tunangojana wote ama mimi nikufa siku hiyo, kesho Mungu anamalizana na mimi naendelea mahali pengine, ama tunangojea tufanyiwe kesi tuwe wote pamoja? Kesi inakuwa siku ya kiyama. Inaitwa siku ya kisimamo, siku ya hisabu. Yaumul hisab ndio siku ambao watu watahesabiwa, wazuri waingie peponi wote, watu wakiwa pamoja. Wote unagojea, na ndio ikawekwa siku ya kiyama, ndio watu waingizwe peponi na wengine waingizwe motoni. Yani siku ya kiyama ndio siku ya hesabu. Yani ndio siku watu wanahukumiwa, wewe kwa amali yako enda motoni, wewe kwa amali yako nenda peponi. Siku ya kiyama. Sawa. Another question. Juzi, some 2 weeks back or 3 weeks back, nimesoma imekuwa taarifa katika vyombo vya habari ya kwamba kuna jamaa ako wapi? Ako Saudi Arabia ama wapi? Alikuwa na kesi na akaua Myemen ambaye alikuwa Muislamu, na ikawa Arab Leagues wamekuja akaungana na ni kama wamemlipia ile fine. So huyu atakuja kama amesamehewa kitu kama hicho. Na hapo awali nilikuwa nimekuuliza swali ukaniambia ikiwa mimi nitakuwa nimeua jamaa fulani, ni jamii hiyo wakuja wakae wanipatie penalty. Aliita fidia. Inaitangwa fidia. Ndio kubali. Na nilikueleza vizuri sana. Nakumbuka ukinielewa. Now I'm asking a question. Tumeona viongozi wa Afrika wale makatili vile umeeleza, wale dictators. Kwa mfano, ijapokuwa nilikuwa nimeresi hiyo issue hapa mkakataa, Idi Amin, history tells us he was a dictator, he killed so many people, lakini mwisho alikuwa Muislamu. That's the truth. Mwingine Bokassa, Mendel Bokassa, huyu CAR. Alifanya mambo yake, akaua wa CAR, akaua watoto, dakika mwisho ana cross to Muslim. Hapa Muslim kuna siri gani? What's there? Kuna siri kubwa sana. Kama alikuwa sio Muislamu akacross akawa Muislamu, 9:27 Qur'an. Mungu anamsamehe kwa sababu alifanya katika wakati wa ujahilia. So alifanya katika wakati akuwa hanajua. Lakini ukiwa Muislamu ukifanya hicho kitendo cha kumuua mtu, haki yake ni wewe uwawe, au wale wenye ule mtu waitishe fidia. Wao wenyewe waseme wanataka fidia, wale ambao mtu wao wameuao, na hiyo inapitia kwa kadhi. So you accepted this person to be a Muslim because wale watu aliua. Usiniambia hata kuna mtu mmoja hakuitisha, because it's very painful to kill a population almost a half or 300,000 people. Je, Muislamu si mungempatia condition kwanza kabla mjakuja kwetu, kabla hujakuwa Muislamu, fanya hiki na hiki na hiki na hiki. Mbona mlimkubali? Hiyo sio yetu. Mtu akitaka kusilimu hata kama amefanya machafu, hiyo ni ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu sisi hatumhukumu yeye kwa sababu hakuwa Muislamu. Akiwa Muislamu ndio anahukumiwa na sheria za Kiislamu. Akiwa yeye sio Muislamu atahukumiwa na sheria za kijahilia kwa sababu sio Muislamu. Akisilimu Mwenyezi Mungu anamsamehe kwa sababu alifanya katika wakati wa ujahilia. 9:27 Qur'an. Sasa wewe saa hii ukisilimu, Mungu anakusamehe yote uliyokuwa umeyafanya kwa sababu uliyafanya ukiwa kwa giza.
Lakini ukiwa Muislamu lazima utubu. Hamna njia nyingine, lazima upitie hukumu ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka. Kwa sababu wewe tayari unajua hili ni kosa ambalo unalifanya. Lakini ule alifanya wakati yako katika ujahilia, hakuwa anajua kama ni kosa. Mtu alikuwa katika ujahilia, anasema Mungu ni watatu, anasema Mungu ana mtoto. Hiyo amesema wakati yako katika ujahilia. Naona hakuwa anajua, ameua watu huko, amefanya katika ujahilia. Akisilimu sheria yake Mungu anamsamehe kwa sababu alifanya wakati wa ujahilia. Sikiza Mungu anasemaje. 9:27 kwenye kitabu kisicho na shaka ndani yake, na ni mwongozo kwa mchao Mwenyezi Mungu. Naam. Na ni kiboko kwa walioasi sheria za Mwenyezi Mungu. Kisha baada ya haya Mwenyezi Mungu atawasamehe awatakao. Mungu atawasamehe awatakao. Katika wale makafiri, maadamu watasilimu watubie. Maadamu watasilimu watubie. Unaona? Kwa mfano kuna sahaba mmoja aliyesilimu ambaye alimuua Hamza. Huyu sahaba Hindi. Alafu akasilimu. Mtume hata ilikuwa hataki kumwangalia uso kwa uso, kwa sababu Mtume alikuwa amempenda sana Hamza, lakini kwa sababu amesilimu Mtume amemwachia mambo yake na Mungu. Unaona? Na alimuua sahaba wa Mtume. Sahaba ambaye tena ndugu yake, mtoto wa babake. Angalia, yani Mtume alikuwa anampenda sana Hamza, lakini huyu kamuua Hamza katika field ya vita, lakini wakati yeye alisilimu, basi ndio hiyo hawezi muuliza chochote kwa sababu sasa amejisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Kuna sahaba mmoja alimuua mtu ametamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, katika vita ametamka. Sahaba akamuua, akasema huyu anaogopa kwa sababu ameona nitamuua. Akaambiwa wewe umefanya makosa makubwa mno, kwa sababu hujui katika moyo wake yeye na Mwenyezi Mungu wana uhusiano gani, kwa sababu hasa mkubali Mwenyezi Mungu. So mtu akimkubali Mwenyezi Mungu tunamwachia Mwenyezi Mungu, kwa sababu yale mengine aliyafanya wakati hakuwa Muislamu, alikuwa katika ujahilia. Lakini ukifanya ukiwa Muislamu, kwa sababu unajua ni kosa, kuna mahakama ya kadhi, unashikwa, unapelekwa. Atakayemuua mtu anahukumiwa kuuawa na yeye. Sheria inafuatwa na inaangaliwa. Yani Uislamu haukuacha chochote. Yani hichi kitabu cha Qur'ani hakijaacha chochote ambacho kinahitajika. Qur'ani 11:1 Qur'ani. Surah Hud. 11:1. Wacha hivyo. Mali kwa mfano Uislamu acha, yani mali labda hata ulikuwa umepata na mambo zako huko, ulikuwa umeuza pombe ama nini huko, umeuza bangi zako huko, lakini ukasilimu, ile mali inakuwa ni halali kwa sababu umetoka katika ujahilia. Lakini ukiwa Muislamu ukaenda kufanya hizo vitu, hiyo mali ni haramu. Unanipata vizuri? Kwa sababu wewe ulikuwa unafanya huko unajua, lakini wewe umesilimu. Sasa uwezi ambiwa sasa hiyo mali chukua nenda tupa. Hapana. Kwa sababu wewe ulifanya wakati huko katika ujahilia. Lakini wewe ukiwa Muislamu huwezi kwenda kuuza pombe ukatumia ile mali ukaenda kuenda hija ukafanya nini. Hiyo mali ni haramu kwako. 11:1 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Alif Lam Ra. Hiki ni kitabu ambacho aya zake zimetengenezwa vizuri. Sikiza, kitabu cha Qur'ani aya zake zimetengenezwa vizuri. Kisha zikapambanuliwa vyema. Tena Mwenyezi Mungu amezipambanua vyema hii Qur'ani. Kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye hekima na mwenye ujuzi wa kila kitu. Teremka. Imefanywa hivi Qur'ani kutengenezwa na kupambanuliwa vizuri ili msimwabudu yeyote isipokuwa Mwenyezi Mungu. Hakika mimi kwenu ni mwonyaji na mtoaji wa habari njema ninayetoka kwake. Teremka. Na ili mkamuombe msamaha kwa Mola wenu, kisha mtubie mrejee kwake. Yani Qur'ani imefanywa hivi vyote ili tusimwabudu yeyote isipokuwa Mwenyezi Mungu, na turejee kwa Mwenyezi Mungu, tutubie na tuombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Mr. Salim, you are telling me if today mimi huyu nimemuibia vitu zake, si ndio? Then nimeenda nikaslimu, na naambia sasa nakuwa na halali, ile vitu nimeiba kwake ni halali, sasa zinakuwa halali, si haramu tena. Sasa zile vitu kama umemuibia na mtu yuko, inafaa umrudishie. Lakini kama mtu hayuko na wewe uliiba kitambo na ikawa hizo mali umekaa nazo na mtu hayuko, ukisilimu unasamehewa kwa sababu ulifanya katika ujahilia. Kwa mfano, wewe ulizini. Zinaa katika Uislamu inafaa upigwe viboko kama hujaoa, viboko 100. Sasa wewe umesilimu, Mungu anakusamehe kwa sababu ulifanya hiyo zinaa katika ujahilia. Yani wewe kitabu yako inaanza upya.
Yani wewe sasa ukisilimu kitabu yako inaanza zero. Kuandikwa zero ndio inaanza. Hauandikiwi yale uliofanya, unaanziwa zero, from zero. Lakini yangu bado inaendelea kuandikwa yale nimeyatenda, kwa sababu wewe ni Muislamu na unajua hii ni haramu, hii ni halali. Lakini yako ukisilimu inaanza zero. Unaanza kuandikiwa zero. Okay, another question. Later. Kuna wakati I was here sometimes back and you are boasting wewe tu. Wacha nitumie sio kwa boss kwa ubaya, lakini ulikuwa unaeleza vile Uislamu ndio imeeleza vitu inaeleza kila kitu, kienda desert, siji kuna maji. You said you used the word tangible evidence. That's what you said. Huyu Muhammad, because yeye alizaliwa na kaoa, alikuwa na watoto. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na watoto 7, vijana 3, wasichana 4. Je, mpaka sasa duniani tunaweza enda mahali tujue huyu ndio ukoo ya Muhammad hapa duniani, tujue wako sehemu fulani ama hawako? Wallahi hiyo upande wangu sijui. Lakini wewe unataka kuwatrace ujue huyu ndio ukoo wa Muhammad mimi ndio sija utrace, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nimekuambia alikuwa na watoto 7 na alikuwa na wasichana 4 na alikuwa na vijana 3, sawa na wako uko wake iko sasa. Mimi ndio nimekuambia mimi siwezi kuwa trace mimi, unaona, lazima nifanye sasa, lazima ngoja, nimekuambia lazima mimi nifanye hiyo research, unanipata vizuri, kwa sababu bado mimi mwanafunzi naendelea kusoma, so lazima umenipatia niende niangalie katika vitabu, utawapata wapi na nini. Mbona kazi nini come for my answer. Nikuja chukue jawabu siku gani? Usiwe na wasiwasi, hata kesho ukija utaipata, usiwe na wasiwasi. Wewe unataka tu ujue huyu ndio mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza tunajua nini yake ile aliyotoka kabila ya Kureshi na nini, tunajua kila kitu. So kutrace ni dakika 2 tu, usiwe na wasiwasi. Yes, amezaliwa Makkah. Na nipata Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezaliwa Makkah, akafariki akiwa katika mji wa Madina. Na nipata amezikwa pale Madina. Ukienda pale utapata kaburi ya Mtume iko mpaka leo iko. Kaburi ya Mtume iko pale katika msikiti aliojenga bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ni msikiti wa Madina. Iko. Sio story ya kusikia, iko. Ukienda pale unaenda. Tukienda hija, wale watu wanajaliwa wanaenda hija, wakienda wakimaliza Maka wanaenda pale Madina, alafu wanaona kaburi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nilikwambia siku nyingine ni Mungu alifanya hii mambo kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila jambo. Lau Muhammad sallallahu alaihi wasallam angezikwa Maka, leo Wakristo wangekuwa wanasema tunaabudu kaburi la bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu Waislamu wote wanaangalia Maka. Lakini Mungu akafanya kwa hekima yake, Mtume akaenda Madina, akafia Madina, akazikwa Madina. Kwa sababu hata leo kuna Wakristo wako na ile mentality Waislamu wanaabudu Muhammad. Lau angekufa Maka, azikwe pale Maka, basi Wakristo wangekuwa na kasumba nzito sana, wangesema hawa wanaangalia kaburi ya Muhammad ndio wanaabudu kaburi ya Muhammad. Lakini angalia ajabu ya Rahman. Amemtoa bwana Mtume pale Maka, akaenda Madina na akafariki pale Madina, akazikwa Madina. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anapanga kila kitu, ili mtu asije na hoja ambao dhaifu. Ameweka kila kitu vizuri. Ndio unaona bado tunaendelea kuangalia Maka, hatujabadilisha ati tuangalie Madina, hapana. Kwa sababu amri ya Mungu ni tuangalie Maka. Utakuja tuacha nimalizane na huyu. Moja tu ya mwisho ama ya pili. Mimi nauliza swali nyingine hivi. Je, hii injili ya nyota ni jambo liko ama haliko? Injili ya nyota ajani. Kusema sijui wewe hii nyota wewe cross hivi wewe ni laana, hii ni mzuri. Je, Uislamu kuna kitu kama hicho? Kuangalia nyota. Kuangalia nyota atuambie mtu sasa hii nyota yako naona maisha yako kuna hatari, ulikuwa unaangaliwa hivi. Hiyo inaingia katika ushirikina, kwa sababu maisha ya mtu anayejua ni Mwenyezi Mungu. Hiyo itaingia katika ushirikina. Yaani wewe uangalilie mtu mwambie maisha yake yatakuwa hivi na hivi, kwani wewe ndio Mungu? Anayejua kesho kutakuwa namna gani ni Mwenyezi Mungu peke yake. Sikiza Qur'an nasemaje? Tunamtegemea Mungu, atutegemei nyota ya mkono venye inasema. Qur'an 112 anza 1 piga aya ya pili, ndio uhondo huko katika aya ya pili. Yaani wewe saa hii ati ninachukua hii mkono yako ati wewe lazima utoe 10,000 tutengeneze hii nyota yako. Iko chafu sana. Hiyo yote ni uchawi hiyo. Sikiza habari. Kwa jina Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu.
Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Rudia. Aya pili ndio nataka. Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Sisi tunamtegemea Mwenyezi Mungu, hatutegemei mwenye kutuonea nyota, hapana. Tunamwabudu Mwenyezi Mungu na tunamtegemea Mwenyezi Mungu peke yake. Na Mwenyezi Mungu ndio peke yake anaweza kukubadilishia maisha yako, na Mwenyezi Mungu peke yake ndio anaweza weka maisha yako namna ilivyo. Hakuna mwingine anaweza kukubadilishia. Leo wakishikana watu dunia nzima wakachanga pesa wakufanye wewe tajiri, asipotaka Mwenyezi Mungu huwezi kuwa tajiri. Zile pesa utakunywa zote ama utatumia na anasa zote zitaisha. Paka Mwenyezi Mungu atake. Anayemfanya fukara mtu ama tajiri ni Mwenyezi Mungu peke yake. Anayemfanya mtu kuwa mgonjwa ama nini ni Mwenyezi Mungu peke yake. Anayekuondolea maradhi ni Mwenyezi Mungu peke yake. Hakuna mtu anaweza kukufanya tajiri au nini. Tunamtegemea Mwenyezi Mungu kwa chochote. Ukienda kuangaliliwa nyota, tuambiwe hii nyota yako imechafuka, lazima tuoshe na 20,000. Yoyote ni ukora, unadanganywa. Ambao inatumika leo hii na wachungaji wengi ya kuwaibia watu, ni utapeli tu. Atu wanatengeneza nyota, sijui nini. Mbona wao wasitengeneze nyota yao? Wanaomba kwa mlima. Wanaomba sijui kwa mlima, sijui kwa nini. Alafu siri moja ya maombi, dua nzuri, kwanza wewe jifanyie dua pia. Wewe wakati umeenda kumsujudia Mungu, umepeleka uso wako katika sijida, mueleze Mwenyezi Mungu mashida yako. Ndio uambie watu nifanyieni dua, kwanza wewe jianzie pia jifanyie dua. Pata vizuri. Si makosa kufanyiwa dua na watu na kubalika, lakini pia wewe mwenyewe jifanyie pia dua. Mwenyezi Mungu atakufungulia. Kama ni jambo nzuri Mungu atakufungulia. Kama sio jambo nzuri Mungu hatakufungulia. Kuna watu wanadhani utajiri ndio jambo nzuri zaidi. Yaani unaomba utajiri na Mungu akikufungulia wewe utajiri utakufuru. Sasa Mungu anakunyima kwa sababu maybe anakupenda ukae katika njia yake. Kuna sahaba mmoja wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ndio anatangulia kuingia kwa msikiti. Alipokuja Bwana Mtume akamwambia, ule sahaba akamwambia Mtume, niombe nipate utajiri. Mtume akamwambia, unachokiomba unajua wewe madhara yake? Aya, Mtume akamfanyia dua, akawa tajiri, akapata mbuzi, ngamia, nini, akawa tajiri. Akawa sasa anakosekana hata kuja kwa msikiti kwa sababu utajiri unamnini. Mtume akasema, nendeni mkalete zaka kutoka kwa ule sahaba ambaye Mtume ndiye alimwombea dua. Yeye alipoangalia akatafuta wale wamekonda wale, yani ile mbuzi nyingine imevunjika mguu nini, yani ile anaona reject ile, pelekeni Mtume. Mtume akasema hapana, vitu kama hivi Mtume hawachukui, rudisha hiyo kitu. Unaona, yani unaomba kitu. Kuna watu wakipewa utajiri hata anakufa haraka kwa sababu ndo anakunywa pombe, anafanya anasa, anafanya nini. So ile hali Mungu amekuweka, sema alhamdulillah, shukuru Mungu. Yani wewe usitarajie mambo makubwa. Yani chochote Mungu anakupitishia, Mungu anajua zaidi. Sawa. Swali la mwisho. Alafu upige shahada, nafasi iko. Swali la mwisho. Kibiblia tunaelezwa huyu Cain na Abel. Kuna Uislamu hapo ndani, one of them. Ismail mwenye aliua mwingine na Cain. Wote walikuwa Waislamu. Kabiri alikuwa Muislamu, Habil alikuwa Muislamu, wote wawili walikuwa Waislamu. Kwa sababu baba yao ni Adam na baba yao walikuwa Muislamu. Lakini kosa aliyofanya huyu mmoja, alimuua mwenzake kwa ajili ya wivu. Aliona huyu mwenzake nini akamuua. Alipomuua huyu mwenzake, Mwenyezi Mungu akamlaani kwa sababu kila mtu anayeuawa duniani anapata madhambi yule, kwa sababu ndio alianza kuua watu duniani. Anapata madhambi. Alifanya kosa kubwa sana, lakini wote wawili walikuwa Waislamu. Adam alikuwa Muislamu, bibi yake Hawa alikuwa Muislamu, watoto wao walikuwa Waislamu. Ikaja hivyo wakati wa Nabii Nuhu, kukawa kuna Waislamu na wale waliokataa Uislamu, ikaja namna hivyo. Ukaja Ibrahimu ni Muislamu, watoto wake Waislamu, wote walikuwa dini moja ya Uislamu. Hakukuwa dini nyingine. Hata sasa hakuna dini nyingine katika vitabu, ni Uislamu tu. Manake walioandika Biblia walikosa nafasi ya kuweka Ukristo dini. Labda waandike Biblia nyingine usiku. Kwa hivyo because ile waliandika hawakuweka. Uislamu ndio imebaki Uislamu. Ukristo haipo. Ukristo haipo. Ukristo haipo kwa sababu katika Biblia hakuna mahali inasema Ukristo dini. Dini iliyobaki duniani ni Uislamu, ambao iko na tangible evidence ya kusema Uislamu ni dini ya Mungu iko. Lakini Biblia ilikosea, walikosa kuweka, ndio wanataka kutengeneza nyingine wajaribu kuweka.
kwa sababu hii walioandika walikosa kuweka. Wanataka kutengeneza siku gani? Wanatengeneza, si atu wanataka kutengeneza siku gani? Biblia inatengenezwa ingine. Una habari wewe? Kuna Biblia inatengenezwa. Wewe una habari? Kwani nyinyi mnakuanga wapi? Inatengenezwa Biblia inaletwa. Wewe gojea, mnaletewa ingine. Sasa hii kiletwa labda ndio watakuwa wamerekebisha. Lakini hii waliweka ya mwanzo walikosa yani kuweka. Sawa, sina swali lingine. Thank you. Una swali lingine? Basi kuwa Muislamu. Hiyo tutaongea. Inshallah, karibu kaka. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi wananiita Salim, wewe? Naitwa Joshua, Mkristo. Joshua, mimi ni Mkristo, mimi dini wa Kristo. Joshua, wewe ni Mkristo? Yeah. Kabisa ama Mkristo nusu? Kabisa. Asante. Weka swali tulisikie. Mimi nilikuwa na jambo tatu tu. Alete moja baada ya nyingine ndio tuweze kuelewana. Unajua wengine wetu GB yetu ya kushika mambo inakuwa ni slow. Sasa ukilete yote matatu pamoja tutachanganyikiwa. Lete ya kwanza, ya pili, ya tatu. Nilikuwa mwenzangu alizungumzia kitu moja. Wachana na mwenzako. Amemaliza, yeye ni mtu mzima, mambo yake hatuwezi ongea. Amemaliza na akasema anatulia afikirie kama atasilimu ama atasilimu. Wewe yako iliyokuleta ni gani? Swali gani imekuleta kuwauliza Waislamu? Ya mwenzako achana nayo. Unataka kumvuruga asisilimu? Si hivyo. Mimi nilikuwa nauliza hivi. Uliza ya kwako. Huyu Muhammad sallallahu alikufa mwaka gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Unataka ujue mwaka aliyokufa? Alikufa mwaka gani? Ndo ufanyie nini haswa yani? Si kufanyia nini. Juu mimi nasikia alikufa mara mnamudu Muhammad sallallahu. Sijaelewa jinsi inaendelea. Nilikuwa ndaka ni vyema niambie ama alizikwa sehemu gani, watoto wake wako sehemu gani? Ni vizuri kujua. Sasa watoto wake katangu hiyo miaka watakuwa hai mpaka saa hii kaka, kweli? Hata thinking yako kidogo. Watoto wake wamefariki. Watoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wengi walifariki akiwa hai. Mtume na nimeeleza amezaliwa katika mji wa Maka ambao saa hii ndio inaitwa Saudi Arabia. Amekufa katika mji wa Madina. Maka kuna miji ni kama Kenya, unapata kuna mji wa Nairobi na kuna mji wa Mombasa. Sasa yeye amezaliwa katika mji wa Maka, akasafiri, akaenda akafanya dawa katika mji wa Madina na akakufa katika mji wa Madina. Okay. Yeah. Sasa yeye haabudiwi. Ukiabudu Muhammad unaenda motoni kwa sababu Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, kazi yake ni kuleta ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, anatuletea ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Yeye sio Mungu. Kuna Mungu ambaye hafi, ambaye hagonjeki, ambaye hapatwi na udhaifu wowote Mwenyezi Mungu. Muhammad ni mwanadamu aliyepewa cheo na Mwenyezi Mungu, akawa nabii wa Mwenyezi Mungu, akatuletea risala, akatufikishia ujumbe. Okay. Yeah, Qur'ani 758 Qur'ani. 758. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Naam. Sema ewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enyi watu, hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi nyote. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwetu. Sawa? 18:110 Qur'ani. 18:110. Mpeleke pole pole aelewe huyo kijana. Maana yake huyu unaona atakuwa muadhini mzuri sana pale msikitini. Jana kama hawa wazuri mno. 110. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Waambie bila shaka mimi ni binadamu kama nyinyi. Angalia hapa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa atuambie yeye ni binadamu kama sisi. Isipokuwa nimeletewa wahi tu. Isipokuwa analetewa revelation. Ndiyo tofauti yangu. Hiyo ndio tofauti yake sisi na yeye, kwa sababu sisi hatuletewi revelation, tunasoma aliyopatiwa. Malizia. Ninaletewa wahi ya kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam analetewa ufunuo na Mwenyezi Mungu ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu, Mungu wetu ni mmoja. So tofauti yetu na hawa mitume wote paka Yesu, paka Musa ni kwamba wao walikuwa wana communicate na Mwenyezi Mungu.
Sisi hatucommunicate hivyo na Mwenyezi Mungu alivyokuwa wao wana communicate. Sisi tunamuomba Mwenyezi Mungu, atakujibu leo, atakujibu kesho. Mwenyezi Mungu atakujibu anavyotaka yeye, namna anavyotaka. Unapata? Lakini wale mitume walikuwa wanazungumza na Mwenyezi Mungu, anawaelesha kesho kutakuwa hivi, kutakuwa hivi. Hawa watu wasipofanya hivi watafanywa hivi na hivi. Ona, kwa mfano Nabii Nuhu alipozungumza na Mwenyezi Mungu ameambiwa nenda jenga safina kwa sababu nitaleta mvua, hawa watu nitawaangamiza. Na akatia akajenga safina, akamwambia ingieni kwa sababu Mungu atawaangamiza. Wakakataa kusikia, Mungu akawaangamiza. So mitume wako na daraja kuliko sisi. Sisi binadamu wa kawaida, wale ni mitume wa Mwenyezi Mungu, wanaongea na Mwenyezi Mungu. Lakini sio hawa mitume wa siku hizi ambao hawa kidogo wa siku hizi ni njaa. Nao ni wanjaa tu. Kwa sababu mambo yao, hata corona ikija wako wanajua kama kutakuja corona. Mitume wanajua, wanafunuliwa na Mungu. Tena mitume wanaongea na Mungu kwa design tofauti tofauti. Qur'ani 252 nianzie hapo ama 53. Sura Bakara. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. 53. Qur'ani 253. Mitume hao tumewafadhilisha baadhi yao zaidi kuliko wengine. Sikiza, hao mitume pia wako na daraja. Hawako the same. Yaani kuna wale wazito kuliko wenzao, wale mitume. Mwenyezi Mungu anasema hawa mitume tumewafadhilisha wengine kuliko wengine. Miongoni mwao wako ambao Mwenyezi Mungu alisema nao. Na wengine akawapandisha katika vyeo vikubwa kabisa. Na Isa mwana wa Maryam tukampa hoja zilizo wazi, na tukamtia nguvu kwa Roho Takatifu, na kama Mwenyezi Mungu angalitaka wasingalipigana waliokuwa baada yao. Unaona, wale mitume Mwenyezi Mungu wengine amezungumza nao moja kwa moja, wengine akawapatia ufunuo kupitia ndoto na mambo mengine. So wale mitume pia wametofautiana, lakini wote mitume wa Mwenyezi Mungu na kazi zao tofauti. Kama Yesu ametumwa kwa kabila 12 za wana wa Israeli, Muhammad ametumwa mpaka Kenya kwa Wajaluo na Wakisii na Wakamba. Ona, so Muhammad amewekwa kuwa ni mkubwa kuliko hao wengine katika utume wake. 21:107 Qur'an. Tumpe vitu kijana, upole pole tu. Angalia usije ukastuka. Angalia, hii ndio Qur'an. Sasa ina vitu vinateremka Qur'ani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Nasi hatukukutuma, hatukukuleta ila uwe rehema kwa walimwengu wote. Rudi alafu piga fanusi yake, alafu uangalie na macho yako. Sitaki useme tumesoma vitu vyote. Nasi hatukukutuma, hatukukuleta ila uwe rehema kwa walimwengu wote. Teremka. Mitume waliotangulia kabla Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja alipelekwa kwa kabila yake na taifa lake tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake ndiye aliyepewa utukufu wa kupelekwa kwa watu wote. Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake ndiye amepatiwa utukufu wa kupelekwa kwa watu wote. Yesu kapelekwa kwa watu wake tu, wale wana wa Israeli. Na ndio unaona Yesu yeye hakujui, lakini Muhammad anakujua kwa sababu katumwa kwa ajili ya watu wote. Lete swali lingine. Mimi nilikuwa nazungumzia hivi, mbona nyinyi ndio tunajua tuna Yesu, lakini nyinyi mnaamini sana Muhammad? Mnaamini sana Muhammad kwa sababu yeye ndiye ametumwa kwa watu wote. Yesu hakutumwa kwa watu wote. Unajuaje kama Yesu hakutumwa kwa watu wote? Biblia leta. Biblia ndio inasema 13:23 Matendo ya Mitume. Mbona Biblia isasema Yesu hajatumwa kwa watu wote? Wewe kufuata Yesu, you are following him for your own risk, kwa sababu hakutambui. Follow him at your own risk. 13:23 Matendo ya Mitume kwenye kuandika inasema kitu gani? Katika uzao wake mtu huyo. Katika uzao wake mtu. Angalia, hii ni Biblia sasa. Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Mungu amewaletea watu gani? Israeli mwokozi. Wewe ni Muisraeli? Ndio. Ndio. Na unafanya nini Kenya? Kenya hatuna Muisraeli. Una passport? Una passport ya kuishi Kenya? Kenya tuna kabila 43 tunazijua. Katika kabila 43 Kenya hatuna kabila inaitwa Waisraeli. Tuna Wakikuyu, tuna Wakamba, tuna Wajaluo, tuna Wakisii, tuna watu hata wameongezwa juzi wa Makonde. Ndio wameongezwa wakaja 43, tulikuwa 42. Sasa wewe kama ni Muisraeli inafaa utuondokee katika nchi yetu ya Kenya, manake kama una passport inabidi upite kwa immigration.
Na askari wanafaa wakuchunguze sana, isiwe wewe mkimbizi unakatalia Kenya bure bila document za kutosha. Rudia. Wewe usijipeleke kwa kabila ambayo wewe na utawekwa ndani ukiendelea kutangaza hivyo. Katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Yaani Yesu kama alivyoahidi. Yaani Mungu aliahidi atawaletea Waisraeli mwokozi ambaye anaitwa Yesu. Hakuahidi Wakikuyu ama Wajaluo, hapana. Aliahidi Waisraeli, na Waisraeli ni kabila 12 iko wametajwa. Wewe hauko. Mbona unataka kujidandia kwa gari mbele? Utagongwa. Mbona unaanza kustuka? Yesu mwenyewe anasemaje kwa kinywa chake? 15:24 Mathayo. Yesu anakataa, mimi sijatumwa kwa watu wengine. Sasa wewe kudandia Yesu ni bure. Mpaka uje kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ndio habagui watu wote, anawaita waje kwake. Sikiza Yesu anasemaje? 15:24 Mathayo. Inasema kwenye kuandika. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Yesu anasema mimi sikutumwa isipokuwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na wewe sio Mwisraeli, wewe nikichunguza kisia mtu hapa Mjaluo. Sasa wewe unataka kujiingiza kwa kwanza, ukijiingiza kule watakuangalia, watakufukuza. Wataenda kukupiga manati. Lakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoletwa 25:51 Qur'ani. Sikiza namna inavyozungumza. Naona unaanza kustuka. Usistuke, ndio ukweli ilivyo. Mchungaji hawezi kukueleza hayo. 25:51 Al-Karim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kama tungetaka tungewapelekea katika kila mji mmoja wao. Asante. Lakini tumemleta Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa watu wote. Allah. Naye Muhammad ameletwa kwa watu wote. Na wewe si ni mtu? Ndio. Muhammad kaletwa kwa watu wote, hakuletwa kwa Arabu tu. Lakini Yesu atuhusu, analetwa kwa wana wa Israeli peke yao. Kaweka Araba stamking, mimi sijatumwa isipokuwa kwa wana wa Israeli. Sasa wewe unamdandia, unajiforce uwe kwake. Atile ni Biblia gani? Hii ni Biblia ya King James Version 1952. Kama uko na yako ya nyumbani unaweza leta tukaisoma. Unajua ukweli ukianza kufunguka mnaanza kuulizanga hii ni Biblia gani? Ili uikatae, kwa sababu katika Kasumba kuna jamaa mmoja anaenda akihubiri, anasema watu wasiende pale kwa reli. Watu watasilimishwa pale, kwa sababu anajua ukweli inaenda ikifunguka. Mambo mengi yalikuwa yanafichwa, huwezi kuficha watu. Kwa mfano, zamani watu walikuwa huwezi kupata katika family watu zaidi ya 3 ambao wamefika darasa la 8 zamani. Saa hii ni nadra sana kupata kwa family mtu hajafika university. So watu wanaenda wakifunguka. So saa hii huwezi danganya watu namna ulikuwa unadanganya watu 20 years ago. Watu walikuwa wanadanganya. Saa hii huwezi danganya, watoto wamesoma vibaya sana. Unasikia sijui wanaitwa nani. Watoto wasomi wanajua kila kitu, huwezi wadanganya. So saa hii wachungaji katika tactics walikuwa wanatumia katika kuwadanganya watu imeshindikana, kwa sababu kuna kitu imekuja inaitwa AI. Sijui kama wale ambao wako na smartphone wanaiona AI ambao wameitengeneza hawa wazungu. Unaiuliza swali yoyote inakujibu. Juzi kuna mzungu anaiuliza, je, unaweza kukopi Biblia? Unaweza andika? Inasema ndio kwa sekunde 2 naweza andika. Anaiuliza unaweza andika Qur'ani? Namwambia siwezi. Na wao ndio wametengeneza hiyo mtambo. Inawauliza Mungu wa Yesu na Mungu ambaye Muhammad alikuwa anaabudu ni Mungu mmoja, inasema ni Mungu mmoja na wote walikuwa Waislamu. Wazungu sasa hivi wanasilimu kama maji, na wao ndio wametengeneza hiyo teknolojia, wanaita AI. Wewe chukua smartphone yako utakagua AI ambao ni wazungu wametengeneza. Saa hii unaambiwa watu wanaosilimu na kuachana na Ukristo ni wazungu. Makanisa katika Europe yanakuwa misikiti na mengine yanavunjwa, yanajengwa nyumba za biashara. Makanisa yamebaki Afrika, kwa sababu Afrika ndio sehemu ambayo kiwete anaponywa lakini hana rekodi kwa Wizara ya Afya, kwa sababu viwete wako na rekodi kwa Wizara ya Afya. Tusidanganyane, si ni wa Kenya. Ukienda hapa kwa chifu atakutolea rekodi ya watu ambao ni walemavu katika hii area. Wanajulikana. Kwa nini? Kwa sababu chance ikitoka ya kazi na nini, kila kitu inajulikananga. Hata wagonjwa wale wameathirika maybe na ukimwi na nini, kuna hiyo rekodi ziko.
Lakini Kenya ndio unasikia mchungaji anakuja anaponya viwete 200 na wizara ya afya itangazi kuwa katika rekodi tumeondoa walemavu 200, kwa sababu walemavu katika haki ya nchi ya Kenya wanafaa kuwa wanapewa kakitu. Kuna kadi huwa wanapewa kama una habari. Walemavu wanapewa kadi kama una habari, hata akienda kupita kwa mahali kwa serikali, ofisi ya serikali, anashughulikiwa kwanza, wanapatiwa kitu inaitwa first priority. Lakini hawa wanaoponywa hakuna rekodi yoyote isaitoka kwa madaktari kuwa huyu alikuwa kiwete akaponywa, huyu alikuwa kipofu akaponywa. Alafu vipofu wanaoponywa katika nchi ya Kenya ni vipofu ambao ni waajabu sana. Mchungaji anakuja, baba Korinai Rabasaika Kantabira Keria teremka vizuri, roho na kuona. Anasema huyu anafungua macho, anasema huyu tangu azaliwe hajaiona. Baba tunakuomba katika jina la Yesu, fungua macho. Aya, anafungua. Anamwambia umefunguka macho tangu uzaliwe hujaiona Nataka nijue kama unaona, ili hao watu wote wajue unaona. Hii kara ambao nimevaa ni kara gani? Anasema hii ni kara ya zambarau. My friend, mimi na wewe tukiwa na macho tulikuwa tunachapwa ili ujue tofauti ya zambarau na red. Na tuna macho. Tulikuwa tukiwekelewa viboko. Unakuja unaambiwa hii ni zambarau, hii ni red, unawekelewa viboko. Kesho ukiulizwa unasahau. Huyu hajaiona tangu asaliwe, lakini anafungua macho anajua hii ni red na hii ni white. Alisomea wapi? Sasa unajua kuna pasta anaweza akakuombea ili ukabadilika. Mimi nimeuliza huyu kipofu alijulia wapi tofauti ya kala? Wakati mimi na wewe tuko na macho tulichapwa ndio tujue tofauti ya kala, white, green, blue. Tulikuwa tunachapwa sana, ama wewe ukuchapwa? Aliombewa ndio akafungua macho akajibu. Sasa alijuaje hii kala ni kara gani wakati hakusoma? Hakuwahi kuziona hizo. Na hakuwahi ziona kara kama hizo. Kwanza kitu ya kwanza inafaa ukifunguliwa macho ustuke. Kwanza hujaiona hata binadamu anakaaje. Unafaa ustuke, hata uanguke, hata hauwezi hata kuongea, kwa sababu tangu uzaliwe hujui binadamu anakaaje. Kwanza unafaa ustuke, kiumbe ambacho kina macho hivi, kina mdomo, ustuke uanguke. Lakini badala ya ustuke yeye anasema hii ni green, hii ni blue. Wakati mimi nilichapwa na nilikuwa na akili ndio nijue green na blue tofauti yake. Hiyo kipawa ilimuingia ndio akasema hii ni green na blue. Ni kipawa ilimuingia, lakini wewe haikuwa inakuingia. Wewe ulikuwa na macho, haikuwa inakuingia kwa sababu Mungu yeye hakuwa anakupenda. Yeye alikuwa ni kipofu, umeona? Sasa angeweza kuona, lakini anasikia. Lakini wewe ulikuwa unaona, hukuwa na hiyo kipawa ya Mungu. Si hivyo. Ndio nataka nijue hawa watoto wote tunapeleka shule hawana kipawa ya Mungu wao. Hapana, wana kipawa. Mbona wanachapo ndio wajue? Si unajua ni watoto wadogo wachuangi ni rangi gani? Asante, sasa kuelewa. Swali lingine? Swali lingine nilikuwa nasungumzia hivi. Maswali naona mengi Nyinyi Waislamu, sisi ambao ndio Waislamu na sisi wa Kristo, mbona nyinyi mkifa mnasikwa tofauti na sisi? Ni kwa sababu sisi hatuzikwi tofauti. Sisi tunazikwa kulingana na manabii walivyofundisha. Nyinyi wa Kristo ndio mnazikwa tofauti na Biblia, hata kwa sababu nyinyi ni wapinga Biblia. Kivipi tunapinga aje Biblia? 5:5 Matendo ya Mitume. Sikiza watu walikuwa wanazikwaje kwa Biblia. Nyinyi ni wapinga Kristo na wapinga Biblia wa Kristo. Sikiza Biblia inasema watu inasema kwenye kuandika 5:5 Matendo ya Mitume. Pole pole aone. Taratibu. Ndio nakwambia nyinyi ndio mnapinga. Anania aliposikia maneno hayo akaanguka akafa. Huyu anaitwa Anania, aliposikia akaanguka akakufa. Alipokufa alizikwa kama Mkristo ama alizikwaje? Hofu nyingi kawapata watu wote waliosikia haya. Vijana wakaondoka, wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Ala, kumbe Biblia watu walipokuwa wanakufa walikuwa wanafungwa na kitambaa inaitwa sanda. Wanachukuliwa nje wanazikwa. Lakini nyinyi mtu akifa Mkristo mnapeleka mochari. Alafu mnatengeneza suti, alafu na kiatu na saa, na siku hizi mnamwekea simu. Sasa unawekea maiti simu aende akafanyie nini na simu huko kaburini shwari? Niko na swali lingine. Kabla hujakuja swali lingine. Nyinyi ndio mnapinga mpaka Yesu. Sisi Waislamu hatuamini Yesu alikufa, lakini nyinyi wa Kristo mnaamini Yesu alikufa. Yesu alizikwa na sanduku? Hapana. Alizikwa na kitambaa na mawe.
Lakini kwa sababu nyinyi hampendi Yesu, nyinyi mnazikwa na sanduku. Si. Na Lazaro. Na goja, hata tutakuja kwa Lazaro pia. Yesu, Yusufu aliyemlea kulingana na nyinyi wa Kristo alikuwa ni fundi wa mbao, si ni kweli? Ndio. Yaani Yusufu alishindwa tu kuweka mbao 3 atengeneze sanduku kazuri amtengenezee Yesu. Hao aliona ni hasara. Ama aliona ni hasara? Si hivyo. Sasa Wakristo mlijifunza wapi kuzika mtu na sanduku? Kitabu gani inasema? Umeona kuzikwa na sanduku ani kuwa na heshima. Asanti. So watu hawakuwa na heshima na Yesu, nyinyi ndio mnakuwa na heshima na watu. Sasa hii kuwa na heshima mlitoa kwa kitabu gani? Kitabu hicho wenyewe mimi siwezi nikajua, lakini Sasa uwezi ukajua. siwezi nikajua kitabu. Na ulijulia wapi wewe ni heshima? Na ulijulia wapi kuzika mtu na sanduku ni heshima? Hiyo ni heshima. Unajua sasa sisi na nyinyi tunazikwanga tofauti. Sisi tunazikwa kwa jeneza, tunazikwa vizuri, lakini nyinyi mnafungwa na sanda. Mnafungwa na sanda kama Yesu alivyofungwa na sanda. Mnazikwa mwili na wekwa hivi kando, hata mtu akienda kuangalia hawezi ona kabisa. Hata Yesu alipozikwa aliwekwa kando kwa kulingana na nyinyi venye mnaamini. Aliwekwa kando kwa mawe hivyo. Lakini nyinyi kwa sababu ni wapinga Kristo ndio mnazikwa tofauti. Kivipi tunazikwa? Kwa sababu nyinyi mnawekwa na sanduku. Si hivyo. Ndio hivyo, nyinyi mnawekwa na sanduku. Yesu hakuzikwa na sanduku kwa imani yenu ati Yesu alikufa. Hakuzikwa. Na hakuna nabii yoyote aliyekufa akazikwa na sanduku. Hii ni vitu vimeletwa juzi ambao hakuna. Kwanza unaweka maiti suti ya kazi gani? Wakati mtu ako hai miaka hiyo yote hajaitumia tu suti. Shuari. Si umletee suti wakati ako hai angalau avae tuone anavaanga suti. Wewe unasubiri mtu akifa ndio unalete suti, akifa ndio unalete kiatu mpya, akifa ndio unalete simu. Sasa na wakati ako hai hata hakuwa na simu ya kutumia. Alafu hiyo simu unaweka chaja inajaa. Sijui anaenda kupigia nani huko kaburini. Na airtime. Wacheni mchezo hiyo. Na airtime ya kazi gani? Nipatia mtu akiwa hai atumie hizo vitu. So nyinyi mnaenda kinyume na vitabu. Nyinyi mtu akifa, sisi Waislamu mtu akifa kwanza anaoshwa. Nyinyi huwa mnaosha maiti? Wanga tunaosha. Mnaoshea wapi? Mochari. Mochari nyinyi mnaoshanga maiti? Wewe ongea ukweli. Manake mimi nimeenda kuchukua Wakristo wengi mochari. Wewe unaoshanga maiti? Tunaoshewa tukiangalia hivi. Sasa wewe unaenda kuoshewa na wale watu wa mochari. Alafu labda ni mzee wako amekufa na nikasiana kadogo ndio kanaenda kakopale motisha ndio kanaenda kutoa mwili kanaona uchi wa babako wa kila kitu. Sisi paka maiti anakuwa na heshima. Kama ni mzee akifa anaoshwa na wazee. Tena aoshwe akiwa uchi. Pana anawekelewa hapa inafunikwa katika uchi yake vizuri. Alafu anamwagiliwa maji pole pole tena na wazee lika yake. Unaona akifa msichana anaoshwa na wasichana, akifa mama anaoshwa na wamama. Yaani Uislamu una utaratibu wake. Si ati mwanaume ndio anaosha wanawake, hapana. Mwanaume anaweza enda kuosha tu mke wake. Ndio inaruhusiwa katika kisheria, mke wake anaruhusiwa kwenda kumuosha. Sawa? Lakini sio ati wewe mwanaume unaingia kwenda kuosha hapana, hiyo ni kazi ya wanawake, wanaosha mwanamke, wanafunga na sanda, wanapatiana unaenda. Lakini mochare wewe umepeleka mamako, anapatikana kijana ako pale 25 years ndio anapokea mwili, anakuja anachukua hiyo mwili ya mamako, anatoa nguo zote, anapiga dawa, anarusha huko kwa nini? Sisi tunapatia heshima mpaka ile mwili mpaka istiriwe kaburini. Nona. Okay, ni sawa, ndauliza hivi. Lete swali lingine. Niko kwa ile swali ile la kwanza. Wewe unasema Yesu alizikwa akiwekwa mawe, lakini si hivyo, Yesu aliwawa, si ndio? Akaleta hiyo ni imani yenu. Hiyo ilikuwa na kuonyesha namna watu wakifa wanazikwa. Sawa? Sasa hiyo ni imani yenu. Una swali lingine ama unataka kuwa Muislamu? Hapana, sasa kuwa Muislamu. Hivi wewe unaenda kanisa gani? Mimi naenda kwa kanisa ya kiroho. Kanisa ya kiroho inaitwaje? Kanisa ya kiroho inaitwaje? Yesu anatembea. Yesu anatembea. Na Yesu alienda hiyo kanisa ya kiroho ambayo inasema Yesu alitembea? Hapana. Sasa wewe nani alikwambia uende kwa hiyo kanisa ambayo Yesu mwenyewe hakwenda? Ni kanisa tu kama hizo zingine kuabudu Yesu. Nyinyi mnaenda kuabudu Yesu? Ndio, tunaabudu. Muabudu Mungu, mnaabudu Yesu. Naabudu Mungu, si ni bado ni Yesu ama Mungu ni Yesu? Yesu sio Mungu, kuna Mungu na kuna Yesu. 20:17 Yohana. Hebu tumpatie hiyo moja. Nyinyi mnaabudu nini? Sisi tunakuonyesha tunaabudu nini sisi Waislamu. Kumbe nyinyi mnaabudu Yesu. Ukiabudu Yesu motoni.
Unaabudu nini? Nitakuonyesha mimi naabudu nini. Wacha kwanza 20:17 Yohana Mtakatifu. Yesu anasemaje? Yesu akamwambia, usinishike. Kwa nini? Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini nenda kwa ndugu zangu kawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu. Kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Kumbe Yesu anaenda kwa Mungu wake. So Yesu ako na Mungu. Na huyo Mungu wa Yesu ndio Mungu wetu. So Yesu sio Mungu. Huyo Yesu ndio pia Mungu wetu. Yesu ni nani? 2:5 Timotheo. Yesu sio Mungu. Ukiabudu Yesu ni kama unaabudu binadamu mwenzako. 2:5 Timotheo. Yesu ni nani hasa? 2:5 Timotheo wa kwanza. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Mwanadamu Kristo Yesu. Kumbe Yesu ni mwanadamu. Na wewe ni mwanadamu? Sio Mungu. Kama unamwabudu pole sana, unaabudu bure. Na utaenda motoni. Abudu Mungu. Sisi tunaabudu Mungu. 17:110 Qur'ani. Naona swali linasongea hapa. 17:110 Qur'ani. 17. Kijana nilikuwa nimeacha ni kama ako karibu kusilimu. 17:110 Qur'ani. Sasa Isra. Na swali lingine liko pale. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Tunaambiwa tumuombe Mwenyezi Mungu, sio binadamu yote, sawa? So karibu sana katika Uislamu. Pumzika hapo, uvute unyunyu. Silimu. Mimi wananiita Salim. Na mimi naitwa Joseph. Joseph, Muislamu, Mkristo? Mkristo wa kweli ama? Wa kweli kabisa. Asante, wekelea swali tulisikie. Haya, swali langu ni Yesu ndiye aliponya kiwete ama ni Muhammad? Juu Muhammad wakati alitokewa na kipofu, mbona alikuja uso? Hebu nijibu hiyo swali. Muhammad ametokewa na kipofu akakunja uso. Iko katika sehemu gani kwanza? Ndio nianze hiyo. Zidi nasema hivi, Yesu ndiye aliponya kipofu. Kwanza Muhammad na Yesu wameachana na miaka mingi sana. So hauwezi kuwachanganya pamoja. Kila mtu alikuwa katika karne yake tofauti sana. So ukiniambia Yesu kama aliponya kipofu ama nini, wakati wa Yesu na wakati wa Muhammad mbali sana. Muhammad akija watu wote walikuwa, wakati wa Yesu walikuwa wamekufa wote. Kwa sababu wameachana mbali sana. Muhammad miaka yake amekuja baadaye kabisa. Unajua kile mnyinyi mnafanya, kuna watu wanaitwa wachungaji, huwa wanawadanganya mno. Wanasema ati Muhammad kipofu alienda kwake akakunja uso, ule kipofu akaenda kwa Yesu, Yesu akamponya. Hiyo ni urongo. Muhammad na Yesu wameachana takribani miaka 500. Hakuna mtu ameishi katika hiyo karne. Watu wamekufa, wengine wamezaliwa wamekufa, wengine wamezaliwa wamekufa. Muhammad akija katika karne ya 7 anapata watu wengine tofauti. Mitume walikuwa wanaachana wengine na distance kubwa. Hiyo ni uongo, ulikuwa unadanganywa. Na huyo kipofu anaenda kwa sababu ya kutibiwa. Na swali lingine niulize. Qur'an na Biblia ni gani ya kwanza? Qur'ani ndio kitabu ya kwanza. Biblia imeandikwa juzi, na ndio nikaambia hata huyu mwenzangu kuna wengine wanatengeneza kwa sababu hii wanaona waliweka makosa. Biblia ni kitabu wamekaa chini wakakiita Biblos, maana yake mkusanyiko wa vitabu. Qur'ani iliandikwa kitambo. Ilikuwa imekuja duniani 6:155 Qur'ani. Sikiza vitu. Qur'ani kitabu ya kitambo karne ya 7. Sikiza habari. Ni zamani sana bwana. 6:153. Namalizana na huyu nakuja kwako kaka. Tulia tu na hiyo swali yako nzuri sana. Maana unasmaili sana. Wewe utakuwa muadhini wetu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na sema uambie. Kwa hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka. Hii ndio njia yangu iliyonyooka. Qur'ani 6:155. Nimeanzia 53. 55. Nataka 55. Moja kwa moja. Inasema na hii Qur'ani. Na hii Qur'ani ni kitabu tulichokiteremsha kwenu. Kwanza hii Qur'ani ni kitabu ambacho Mwenyezi Mungu amekiteremsha kwetu. Kilicho na baraka nyingi. Tena Qur'ani iko na baraka nyingi. Kifuateni basi, kifuateni. Basi Mungu anasema tufuate hii Qur'ani. Yaani Biblia mpaka leo huwezi kupata mstari ndani ya Biblia, na hii Biblia ni kitabu kilichoteremshwa kwa sababu Biblia ni cover.
Biblia inatokana na neno la Kiebrania, yani maana yake ya Kigiriki, maana yake biblos, mkusanyiko wa vitabu uliokaliwa chini na watu wakaandika. Na ndio unaona kama Wakatholiki wana vitabu 78, hawa wengine wakapunguza wakaweka vitabu 66. Na kuna watu wanaitwa Orthodox ambao wako hapa Ethiopia wako na kitabu yao iko na vitabu 99 Bible yao. So hakuna accurate, lakini Qur'ani inayosomwa Saudi Arabia leo iko na sura 114. Juzuu 30. Ukienda Iraq ni hiyo hiyo, ukienda Tanzania ni hiyo hiyo, ukija Kenya ni hiyo hiyo. Hakuna Qur'ani nyingine tofauti na hiyo. Imeanza suratul Fatiha mpaka suratul Nas, ndio mwisho wa Qur'an. Dunia nzima tembea, Qur'ani ni ile ile. Lakini Biblia ukitoka hapa uende Ethiopia ni nyingine. Tena ile ya Ethiopia inasema Yesu mweusi. Sije ukastuka bure. Sijastuka Na mimi. amechora kabisa. Ndio wanamchora Yesu mweusi hapa Ethiopia, sikupati mahali mbali. Hapa Ethiopia anasema Yesu mweusi, wanasema huyo mweupe ni uongo. Lete swali, mwaga swali. Ni mwaga swali. Haya, na sasa niulize. Pili, hiyo swali ulikuwa unauliza kipofu amekuja dakika moja. Ile ulikuwa unasema kipofu amekuja kwa mtume akakunja uso. Hiyo kisa kimeelezwa vizuri sana. Sikiza inasema namna gani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Alikunja mtume paji na akageuza uso. Alikunja mtume paji na akageuza uso. Kwa sababu alimjia kipofu. Na nini kilichokujulisha ya kuwa huyo sahaba pofu hahitaji mawaidha mapya? Asante. Labda yeye atatakasika kwa kusikia mawaidha mapya. Asante. Na akakumbuka aliyosahau. Ukumbusho huo upate kumfaa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anahubiria watu. Hii kisa ikija, Tuende kwa maelezo. Twende kwa maelezo kwanza, usikie kila kitu namna ilivyotokea. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na wakubwa wa Makureishi. Alikuwa amekaa na wale wakubwa wa Makureishi, anazungumza nao mambo ya dini. Yu katika kuwalingania dini, anawalingania dini, anaongea nao kwa ima kubwa, na akitaraji kuwa watawakisilimu wao na wanyonge wao watawafuata. Yani anaongea na wale wakubwa kwa sababu anajua wale wakubwa wakisilimu wale wengine wadogo watasilimu. Basi wengi walijizuilia kwa kuogopa hao wakubwa wao. Asante. Wakati huo akatokea kipofu mmoja aitwaye Ibn Ummi Maktum. Teremka. Na pasina kujua kuwa mtume ameshughulika, akampigia ukelele, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, nifunze na mimi. Tulia. Mtume anazungumza na watu, anawalingania. Kipofu amekuja na kipofu hakujua kama mtume anazungumza na watu, na mtume hakuwa amemuona huyu kipofu, lakini kipofu amepiga sauti, mtume nifunze na mimi. So mtume katika hali yake akakunja uso kwa sababu ana concentrate na hawa, na huyu amemuinterrupt. Ni kama wewe sasa inaongea na wewe na umeona kama huyu anaenda akipiga kelele anaongea. Akuja aseme na mimi nataka unifunze. Kuna nidhamu ya mazungumzo. Kwanza tumalizane na wewe ili niende kwa huyu mwingine. So mtume alikunja uso kwa sababu ana concentrate na hawa. Sio kwanza ati ule kipofu anakuja kuombewa aponywe. Ni kufundishwe dini. Na hapa ndio wachungaji ambao ni tunawaitanga tu watu wa masirai wanageuza, wanasema ati mtume kipofu amekuja kwake akaachana, huyo kipofu akaenda kwa Yesu, Yesu akaponya. Haleluya wa Kristo, na nyinyi mnasema amen kwa sababu nyinyi nanyi mnafuata tu yale mchungaji anasema. Hii ni incident tofauti sana. Mtume ana concentrate na watu, huyu amepiga kelele nyuma yake. Teremka. Inaenda kusema na pasina kujua kwamba mtume anashughulika anashughulika, akampigia kelele, mtume wa Mwenyezi Mungu, nifunze na mimi katika uliofunzwa na Mwenyezi Mungu. Asante. Na akamkariria maneno haya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa alikuwa na pupa la kusilimu wale wakubwa. Kwa sababu mtume alikuwa na concentrate na hawa wakubwa, ndio akakunja ile uso kwa sababu huyu amemuinterrupt katikati ya mazungumzo. Napata vizuri. Na ndio aya ikashuka.
Sababu Uislamu ni dini ambayo iko na utaratibu wake kaka. Nidhamu. Sasa mimi nazungumza na wewe, mwingine anafaa atulie, nikimaliza ndio akuje. Hata wewe kwako nyumbani. Hata wewe kwako nyumbani unaongea na wageni hivi. Alafu mtoto anakuja, "Wewe baba, kuja twende hivi." Hapana. Lazima awache ubalizane na wale wageni alafu uongee na yeye hivyo. Kila kitu na utaratibu wake. So ni incident ilitokea. So na wale ambao ni maadui wanapenda sana kuangalia kitu ikitokea ndio sasa wanasema imetokea hivi na hivi. Hakuna. Umeelewa? Nimeelewa sasa. Haya, sema bismi. Nyanyua kidole hivi tu unakuwa Muislamu. Unakuwa Muislamu. Hapana. Siwezi kuwa kubali Muislamu. Nini kinachokuzuia kuwa Muislamu? Juu najua dini ya Ukristo ni dini ya ukweli. Wapi pameandikwa Ukristo ni dini ya ukweli? Sehemu gani iliyoandikwa katika vitabu vyote Ukristo dini ya ukweli? Kesho ndo nakuja na hilo radiko. Oh, kesho ndio utakuja na hiyo andiko. Maisha ya Yesu aliyoishi duniani, amewahi ingia kanisani? Maisha ya Yesu. Aliyopoishi duniani, amewahi ingia kanisani katika maisha yake? Na hiyo kanisa iko nchi gani? Muhammad aliingia msikiti uko Maka, na huo mwingine yeye ndio amejenga huko Madina mpaka leo. Na unaenda na mwingine aliingia huko Palestina. Na sinagogi. Yesu aliingia sinagogi, ambayo sinagogi ni nini? Nyuma ya Biblia muonyeshe. Sinagogi. Muonyeshe aone na macho yake. Yesu hajaingia kanisa kwa sababu alikuwa Muislamu. Sinagogi inasema ni nini? Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Ala. Yesu alikuwa akienda msikitini. Wewe aliyekufunza tabia ya kwenda kanisani nani? Wakati hakuna nabii aliyeingia kanisani. Na wewe unaenda kanisa gani kwanza? Wewe unaenda kanisa gani? Mimi? Naenda Kenya Assembly. Kenya Assembly. So hiyo ni ya Kenya tu ya kukutana. Si eti ya Kenya tu kupatana. Si inaitwa Kenya Assembly. Assembly maana yake si ni mkutano ama mimi ndio hiyo ni church. Ni kanisa kama zile zingine. Hapana, Kenya Assembly maana yake mkusanyo wa Kenya. Si ni Kenya Assembly. Ama mimi akili yangu ndio Kenya Assembly, yani mkutano wa Kenya. Yesu alienda kwa hiyo? Twende swali lingine. Ngoja swali lingine. Yesu alienda kwa hiyo? Gani hiyo? Hiyo Kenya Assembly. Yesu ndio alikuja hapa Kenya akaenda? Sijasema hivyo. Yesu alienda gani akiwa hai? Sijachanganyikiwa, mimi najielewa brother. Huyo anajielewa. Wewe unajielewa vizuri. Haya, una swali lingine? Kuna kaka hapa ana swali. Una swali lingine ama niingie kwa huyu? Haya. Swali langu la mwisho ni na uniletee kesho kwa sababu wengi wananiahidi watakuja kesho na ushahidi hawaleti. Mbona jana nikakwambia nakuja na nimekuja. Na umekuja, wewe ni mkweli. So kesho unitafutie mahali Ukristo ni dini. Uliza wachungaji wote, wakikupatia niletee. Sasa mimi nauliza hivi, Paulo ni nabii? Paulo kama ni nabii? Swali yako nzuri. Paulo sio nabii wa Mungu. Paulo sio nabii wa Mungu. Yani alijituma ama? Paulo amejituma, lakini hakujituma pia. Paulo alitumwa na wakuu wa makuhani. Kwa sababu Paulo ni Mrumi na alikuwa katika kruseda. Kruseda ni wale watu walikuwa wakienda wakiua watu. Pata vizuri So Paulo si mtume. Piga haya. Paulo. Ngoja kwanza, nataka nimpeleke pole pole. Huyu Paulo alikuwa ni kruseda na ni Mrumi, alikuwa akija akiua watu na nini, wakajifanya ni mitume. Ndio waweze kuwapata watu kwa hila ya uongo. Pata vizuri. Na ndio unaona Paulo katika nini yake yote, alipoingia kwa wale Wayahudi wasomi walimkataa. Walimwambia wewe hauko katika nini yote. Kwanza alipotumia ujanja alisema amepatana na Yesu jangwani. Wakati Yesu alikuwa ameonya watu, wakiwaambia niko jangwani msisadiki. So Paulo sio mtume wa Mungu, lakini yeye kajituma. Katumwa na wale wakuu wa makuhani kwa kufanya kazi yake. 26:9 baba. Na akasema amekutana na nani wakati Yesu jangwani. 26:9 Matendo ya Mitume kwanza. Tumsomea haya moja asikize vitu. Pole pole. Paulo kwanza historia yake ni nzito. Matendo ya Mitume. 26:9. Chap chap niingie kwa swali ya huyu manake. Haijasema kwenye kuandika. Kweli mimi mwenyewe. Naliona ndani ya nafsi yangu kwamba yanipasa kutenda mambo mengi yaliyopingamana na jina lake Yesu Mnasareti. Nami nikafanya hayo Yerusalemu. Niliwafunga wengi miongoni mwa watakatifu ndani ya magereza. Nikisha kupewa amri na wakuu wa makuhani. Unasikia alikuwa anapata amri kwa wakuu
wa makuhani, kwa sababu yeye alikuwa ni crusader. Wale ndio watu walifanya ufisadi, na ndio unaona walitafutwa wakauawa kwa sababu ya ufisadi waliofanya katika hizo eneo. Wakishikana na watu walikuwa wanaitwa Luka, walikuwa na watu wengine wameambatana nao, wakateremka hivyo wakifanya ufisadi, lakini mwisho wakafungua dhehebu ambao wakaita Christianity. Mwanzo ilikuwa inaitwa Paulinity, wakabadilisha, wakaona watu hawatashikwa vizuri, wakaita Christianity. Christianity mwanzilishi wake ni Paulo, na ni mtu wa juzi Paulo. Watu wanadanganyana ati Paulo alikuwa huko zamani, hakuwa zamani, mtu wa juzi sana Paulo. Ndio wakaanzisha hiyo. Walipoona hawawezi kufungua kanisa katika hizo maeneo, wakakimbilia Italy, ndio wakajenga St. Peter Square. Wakaanzia pale, wakaja sasa watu wengine wakavunja vunja, ndio hivyo mpaka ikakufikia wewe hapa Kenya, lakini imekufikia ikiwa manusu manusu pia. Pole lakini kuwa Muislamu uokoe nafsi yako na moto wa jahannam. Haya, karibu brother. Tufungie na maswali. Karibu. Kama ni kusilimu, usilimu mapema. Hata kama ni kusilimu nafasi iko. Kama una swali unasilimu. Ama kuna mtu ana swali? Sije tukamfungia. Ako wapi? Kuja kama uko na swali, tusije tukamfungia. Kama huyu anasema ana swali, mimi najua ni kusilimu tu, kanzu yake tu naleta. Mimi najua anaogopa tu pale kanisani, anaokotanga kasadaka, kataisha ndio anaogopa. Rafiki yangu huyu mimi najua tu. Una swali leo? Labda swali langu lilikuwa... Haya, kumbe una swali. Haya, wanakuita nani? Wananiita Esbon. Esbon. Muislamu, Mkristo? Bado mimi katikati. Allah! Siku hizi wewe umehama kwa Ukristo, huko katikati. Mashaallah. Huyu alikuwa ni Mkristo sugu sana hapa. Siku hizi amesikiza muhadhara pole pole, tena alikuwa msabato. Na ndio unaona wale wanazunguka huko wachungaji wakisema msiende pale leli, mtasilimu, kwa sababu wanajua siri zinasifichuka. Walipoenda kanisani, wanaona watu wanapungua kanisani, kwa sababu you can lie people sometimes, but you cannot lie people all the time. Unaweza kuwadanganya watu wakati mmoja, lakini huwezi wadanganya watu kila siku. Lete swali yako. Swali langu ni nilikuwa nataka kujua Ukristo ilianzia wapi? Ukristo ilianzia wapi? Ni vizuri sana. Ukristo umeanzia katika mji wa Antiokia. Lete implemento hapo, tumuonyeshe mahali Ukristo umeanzia. Kristo umeanzia katika nchi ya Antiokia. 11:21 Matendo ya Mitume, piga andiko alafu tutaenda kwa maelezo. Umeanzia katika Antiokia. Antiokia ni Syria, katikati ya Syria na Turki. Hapo ndio ilikuwa inaitwa Antiokia, ndio imeanzia pale, kwa sababu walishindwa kupenya katika Palestina, kwa sababu hakuna nchi ilikuwa inaitwa Israeli. Israeli ni nchi imetengenezwa 1948. Watu wamegrab 1948 na wametengeneza Israeli. Hiyo yote ilikuwa inaitwa Palestina. Na ni misikiti imejaa pale na Uislamu umejaa pale ukakita mizizi. Yesu ameacha Uislamu pale. Walipoona wameshindwa kuvunja ngome ya Yesu, wakabidi waende pale Turki katikati ya Syria, wakaweka hapo ngome. Ndio walipoona tena hapo imezidi, wakahamia wakaenda Rome, Vatican, wakafungua. So Ukristo umeanzia pale. Sikiza 11:25 Matendo ya Mitume. Inasema kwenye kuandika, kisha katoka kaenda Tarso kumtafuta Sauli. Asante. Na hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Asante. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa. Na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Basi Ukristo umeanzia Antiokia. Alafu waliowaita Wakristo, sikiza ni kina nani? Wakristo. Maana yake ni wafuasi wa Kristo. Hilo ni jina la kupanga. Kumbe ukisikia Wakristo ni jina la kupanga. Walitumia kina nani? Walitumia wapagani wa Antiokia. So wapagani wa Antiokia ndio walitengeneza huo Ukristo wakiwa na Paulo pale. Ndio wametengeneza Ukristo. Wakakuletea wewe Mkenya na innocent ukafuata tu wapagani. Sawa, hiyo ndio. So hama na mapema ukuwe Muislamu, kwa sababu Uislamu ni tofauti na hiyo. Kwa sababu sisi aliyetuita Waislamu ni nani? Sikiza Qur'ani 2:138. Wacha nikupe vitu kidogo manake muda naambiwa dakika 2. Sikiza. Asante. Qur'ani 2 Surah Al-Baqara 138 kwanza. Tumwanzia hapo. Manake ukisikia amekwambia yuko katikati, yuko karibu kusilimu, tunamuombea dua Mwenyezi Mungu amuongoze awe Muislamu. Na wachungaji watapata shida kwa sababu saa yote wanatangaza Wakristo wasiende pale, watasilimu, kwa sababu Mkristo hata asipokuja hapa atafungua kwa social media na ataona. Ukweli huwezi kuficha kwa blanketi. Time yao walidanganya watu kwa uongo mwingi, saa hii inajulikana. Sikiza habari.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Kuweni na nyinyi Waislamu. Yani Mungu anakuambia ukuwe na wewe Muislamu, kwa sababu Uislamu unaleta yani utulivu katika moyo wako na katika maisha yako. Alafu Uislamu ndio dini peke yake haipelekwi na fikra za watu, inapelekwa na Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani wewe ukizungumza kitu unaulizwa umekitoa wapi? Lakini leo Mkristo mchungaji anaweza kuja, "Oh baba Kurinai, somebody say hallelujah. Niko na mikate hapa na hii mikate imetoka kwa Yesu. Nilikuwa binguni jana usiku na nikapewa hii mikate. Na mkate moja nauza 500 na lazima ununue bila kuuliza maswali, kwa sababu roho wa Mungu haulizwi maswali." Hakuna roho maswali. Na utauza. Si tunawaona wakiuza hizo mikate ama muonangi? Juzi kuna mwingine ameuza mikate pale. Wanadanganyana imetoka binguni. Kwa sababu huwezi kumuuliza swali, ukimuuliza anakuambia toka kwa hii kanisa yangu. Kwa nini? Hiyo kanisa amerejesta ni yake. Msikiti huwezi kuenda kurejesta ni wako. Msikiti ni wa society, inajulikana hata katika nini ya Kenya. Msikiti na rejestiwa ni ya society, inalaniwa na ile community iko pale, ndio inalani. Sio mtu binafsi aweke picha yake na ya bibi yake kwa msikiti. Hapana. Hakuna kitu, ni society ile iko. Wanachagua mtu anaitwa imamu ambaye yuko na elimu, ndio anawekwa pale, anakuwa akiwaongoza hawa maamuma na anawafunza ile community ambayo iko pale. Lakini sio mtu mmoja aseme hii msikiti ni yangu. Msikiti sio ya mtu, msikiti ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Na huwezi fukuza mtu kwa msikiti, kwa sababu huwezi fukuza mtu kwa nyumba ya Mungu. Lakini kanisa mtu atakufukuza kwa sababu ni yake. Ukienda kwa registrar imeandikwa ni yake, tena wanaita ministry, wizara. Na ndio unaona anaweka picha yake na kijana yake na bibi yake. So hamia katika Uislamu, nafasi iko yako. Unusuru nafsi yako. Unusuru nafsi yako. Tuko pamoja. Mimi najua uko karibu, lakini inshallah Mwenyezi Mungu akuongoze. Nasema alhamdulillah kwa kumaliza vizuri. Kesho tuko time nayo imekimbia sana. Sijui utupe ruksa kesho utupate vizuri, tunaenda kuswali. Kwa sababu sala ya magharibi nayo huwa ni fupi sana. Huwa tunaswali sala 5 na wewe naona uko karibu pia kusilimu, na uwe karibu sana, tutakukaribisha katika Uislamu. Sawa Karibu sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.